Hujambo na habari za wakati huu mtazamaji wa TVE, karibu sana katika matangazo yetu TVE habari kutoka chumba chetu cha habari, tukujuze yale ambayo tumekutayarishia siku ya leo ya 24 mwezi wa 5 2025. Mimi ni Scholastica Mazula, ungana nami nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan awataka watumishi wa umma kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uadilifu na uzalendo. Wadau wa ndani na nje watajwa kushiriki uandaaji wa mitaala ya kituo cha umahiri cha matibabu ya moyo Mloganzila. Na katika habari za kimataifa, wakati wakiendelea na juhudi za kumaliza vita, Urusi yashambulia mji mkuu wa Ukraine. Naam, mtazamaji, karibu na moja kwa moja tuziangalie ripoti zetu hii leo, tukianzia Ikulu jijini Dar es Salaam ambako hii leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka watumishi wa umma kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uadilifu na uzalendo, wakizingatia viapo vyao kwa vitendo. Rais Dr. Samia amesema hayo hii leo alipokuwa akiwaapisha viongozi aliowateua hivi karibuni katika hafla iliyofanyika Ikulu Dar es Salaam, ambapo pia ilihusisha kiapo cha maadili kwa viongozi waliokwisha kuteuliwa siku za nyuma. Viongozi walioapishwa ni pamoja na Profesa Tumaini Joseph Nagu aliyeteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, anayeshughulikia masuala ya afya Dr. Blandina Buganzi Kilama aliyeteuliwa kuwa naibu katibu mtendaji wa Tume ya Mipango anayeshughulikia biashara na ubunifu, na jaji mstaafu John Samuel Mgeta aliyeteuliwa kuwa mjumbe wa baraza la maadili. Dr. Samia amewataka viongozi hao kushirikiana kikamilifu katika kazi na watumishi wa ofisi wanazokwenda, kuheshimu maadili ya utumishi wa umma na kwa mfano wa uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini sijui, ile moyo, na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili, akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye, akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani inline, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo, hilo ni moja, lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma. Katusaidieni, kwa sababu utumishi wa umma ndio engine ya uendeshaji wa nchi hii. Aidha, Dr. Samia amewaagiza viongozi wa Tume ya Mipango kushirikiana katika uratibu wa miradi mikubwa ya kitaifa na kuhakikisha kwamba inafungamana na malengo ya kitaifa. Mtazamaji, kwa upande wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Rais Dr. Samia amelielekeza shirika hilo kuendeleza vyanzo vidogo vidogo vya uzalishaji umeme nchini, kusimamia usambazaji wa umeme wa uhakika unaozalishwa pamoja na kutathmini uzalishaji umeme kwa vyanzo vya nishati jadidifu. Shirika hili kama nilivyokuambia ni security ya nchi, kwa sababu umeme ndani ya nchi yetu ndio kila kitu. Chukulia mfano, umeme uzimwe sio maeneo ya uchumi, maeneo ya wananchi tu. Wakose umeme siku 2 siku 3, kelele ya kisiasa itakayopigwa hapo. Lakini sasa chukulia upande wa pili wa maeneo ya uchumi. Umeme ukikosekana, ina maana uchumi wa nchi unakwenda kuzorota. Tumefanya jitihada kubwa kama serikali ya kuweka uzalishaji wa umeme kwenye vyanzo kadhaa. Tuna chanzo kikubwa Julius Nyerere Hydropower, na ile ndiyo roho yetu kama nchi. Pamoja na kwamba 60% so far tuseme imeshuka sasa baada ya Julius Nyerere kuzalisha, lakini huko nyuma ilikuwa 60%, sasa tuseme labda 40% ya umeme wote wa nchi hii unatokana na gesi. Kwa hiyo 60% utatokana sasa na vyanzo vingine baada ya Julius Nyerere kuanza kazi. Ni taarifa hiyo mtazamaji kutoka jijini Dar es Salaam. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imesema mitaala itakayotumika kwa ajili ya kituo cha umahiri cha matibabu ya moyo kinachojengwa katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila itaandaliwa kwa kushirikiana na wadau wa kutoka ndani na nje ya nchi
ili kukidhi mahitaji ya kuandaa wataalamu wenye sifa za kimataifa. Zaidi tunaungana na Goodluck Msola. Kwa mujibu wa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda, akizindua awamu ya pili ya ujenzi wa kituo hicho sanjari na hospitali ya kimataifa matibabu ya moyo, amesema pamoja na kuandaa mitaala yenye hadhi ya kimataifa, pia wataweka mazingira bora kujifunzia na mazingira bora ya kazi ili kuendelea kutoa tiba bora katika eneo la moyo, ukanda wa Afrika Mashariki na bara la Afrika. Kuanzishwa kwa kituo hiki katika kampasi ya Mloganzila ni fursa ya kuimarisha huduma kwa wananchi, kukuza ujuzi wa wataalamu wetu na kupunguza utegemezi wa matibabu ya gharama nje ya nchi. Pia kituo hiki kitakuwa kitovu cha utalii wa tiba, medical tourism, na hivyo kuingiza fedha za kigeni hapa nchini. Wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kupitia MUHAS na kwa kushirikiana na wadau wote itajidhatiti kuhakikisha kuwa mitaala zaidi inaandaliwa kwa ajili ya kuzalisha wataalamu wapya kila mwaka. Ushirikiano wa kikanda na kimataifa unaimarishwa katika kufundisha, kufanya utafiti na kutoa huduma, na mazingira ya kujifunzia na kufanya kazi yanaboreshwa ili kuwavutia wataalamu waliopo ndani na nje ya nchi. Upande wake, kaimu makamu mkuu wa Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, Profesa Apolinari Kamuhabwa, amesema pamoja na chuo hicho kuwa kitovu cha umahiri wa kuzalisha wataalamu, pia kitakuwa na jukumu la kufanya tafiti zitakazotumika kupunguza changamoto ya magonjwa ya moyo sanjari na vifo. Madhumuni ya vituo hivi ni kupunguza magonjwa na vifo vinavyotokana na magonjwa haya na hivyo kuimarisha afya ya maendeleo ya jamii na kiuchumi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Ili kutimiza madhumuni ya vituo hivi vilitarajia kufanya yafuatayo mgeni rasmi. Kwanza ni kutoa mafunzo kama tulivyoelezwa, la pili ni kuboresha huduma, lakini la tatu ni kufanya tafiti. Kwa hiyo mgeni rasmi, hiki kituo chetu tunachokizindua leo kitakuwa na majukumu ya kufundisha, kufanya tafiti pamoja na kutoa huduma. Naye Robert Msando, mkuu wa wilaya ya Ubungo, amesema uongozi wa wilaya hiyo utahakikisha unasimamia vyema mradi huo ili ukamilike kwa wakati pamoja na kuleta tija kwa wananchi, hasa katika eneo la matibabu. Kikubwa sisi tuahidi ushirikiano kuhakikisha kwamba mradi huu na miradi mingine yote inayotekelezwa inafanikiwa na inaleta tija kwa Watanzania. Tunapongeza uongozi wa chuo kwa usimamizi mzuri wa miradi hiyo, na sisi tutaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kwamba inakamilika vizuri kwa wakati na kwa gharama ambayo zimepangwa. Tuendelee kuhakikisha kwamba kutumia vyuo vyetu, tafiti zetu, huduma za afya ziendelee kuwa accessible na affordable kwa Watanzania. Shukrani sana Goodluck Msola na taarifa hiyo na masuala ya afya. Katika juhudi za kuinua elimu na afya ya watoto, Manispaa ya Songea mkoani Ruvuma imepiga hatua kwa 10% katika utoaji wa chakula shuleni baada ya kukumbwa na changamoto kubwa katika mwaka wa fedha 2023-2024. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Innocent Oromo kutoka mkoani Ruvuma. Akizungumza katika kikao cha utekelezaji wa mkataba wa lishe Manispaa ya Songea, mkuu wa wilaya ya Songea Wilman Kapenja Mandile amesema hali ya utoaji chakula kwa wanafunzi katika shule za Manispaa ya Songea imeimarika kutoka 67% hadi kufikia 77%, hali iliyopelekea kupunguza idadi ya wanafunzi watolo na kuongeza ufaulu wa mitihani kwa wanafunzi shuleni. 2023-2024 Manispaa ya Songea katika mkoa huu ilikuwa inafanya vibaya sana katika swala la lishe, hasa katika kuhudumia watoto kupata chakula wakiwa mashuleni. Mojawapo tumebaini kwamba mpaka mwaka jana katika watoto 100 ni watoto 67 tu ndio walikuwa na uwezo wa kupata chakula mashuleni. Kwa mpaka sasa ninavyoongea kufikia leo katika watoto 100 ni watoto 77 wanakula chakula shuleni. Sisi kwetu hii ni hatua kubwa sana. Ni hatua kubwa kwa sababu zamani ilikuwa 67%, leo sasa ni 77%. Haya ni maendeleo makubwa. Kwa upande wake, afisa lishe Manispaa ya Songea Albert Christopher amesema moja ya changamoto kubwa ya watoto ni udumavu unaotokana na ukosefu wa virutubisho muhimu kama vile vitamini na madini. Amesema katika kukabiliana na changamoto hiyo, ofisi yake inahamasisha jamii hasa katika siku za afya na lishe ili kuhakikisha wanawake wajawazito wanaonyonyesha wanapata elimu bora ya lishe. Lakini pia tunaendelea kuhamasisha watu katika siku zetu za afya na lishe za mitaa kwamba mama
akijihisi tu ni mjamzito, basi afike katika kituo cha kutolea huduma za afya ili aweze kuanza kliniki mara moja na kupewa huduma za afya. Na hii itatusaidia pia hata kuondoa tatizo la watoto wanaozaliwa na uzito pungufu. Alex Kapinga ni mtendaji kata katika kata ya Subira ambayo 97% ya wanafunzi wanaosoma katika shule zinazopatikana katika kata hiyo wanapata chakula shuleni. Anaeleza mbinu wanazozitumia katika kuhakikisha wanafunzi hao wanapata chakula shuleni. Kama kata tuliweka mikakati mbalimbali. Mkakati wa kwanza ilikuwa ni kuhakikisha wanafunzi wote kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4 wanapata chakula shuleni, lakini mkakati huu ulitimia kwa mekanizmu zifuatazo. Mekanizmu ya kwanza ilikuwa ni vikao vya kamati ya shule na wazazi, lakini pia mekanizmu ya pili tulikuwa na kulima mashamba ya shule. Kwa mfano unapoongea leo kuna shule kama 3 za msingi na mashamba zaidi ya eka moja. Shukrani sana Innocent Oromo na taarifa hiyo, mtazamaji kutoka Ruvuma. Jumuiya ya Wasioona Tanzania imesema utolewaji wa elimu na mafunzo ya ununuzi wa umma kwa kundi la watu wenye ulemavu utawasaidia kushiriki kamilifu kwenye mchakato wa tenda za serikali, hatua itakayosaidia kuwaondoa kwenye utegemezi na kuwainua kiuchumi. Rachel Chacha ameandaa taarifa zaidi ambayo hapa studioni nasomwa na Goodluck Msola. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa jumuiya hiyo Mali Tambu wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa saidizi vya mafunzo kwa watu wasioona iliyoandaliwa na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, ambapo amesema mafunzo waliopewa yamelenga kuwakumbusha na kuwaelekeza jinsi ya kushiriki kwenye mchakato wa manunuzi ya serikali kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST. Amebainisha kuwa sheria ya ununuzi wa umma inazitaka taasisi za serikali kutenga 30% ya tenda kwa makundi maalum wakiwamo walemavu, vijana na wanawake. Hivyo tenda wanazoziomba kupitia mfumo wa NeST zinahusu usafi, sare pamoja na chakula. Mafunzo ya 30% ya tenda ambazo hizo zimetengwa ni kwa mujibu wa sheria, zimetengwa kwa ajili ya makundi maalum. Makundi maalum hayo tukiwemo watu wenye ulemavu, hususan wasioona. Ni wajibu wetu sasa kwenda kutekeleza yale ambayo tumepewa, tuyafanyie kazi, tuanze kunufaika. Mama anaupiga mwingi. Upande wake mkurugenzi mkuu wa PPRA Dennis Simba amesema tangu kuanzishwa kwa mfumo wa NeST, tenda zenye thamani ya shilingi bilioni 15 zimetolewa kwa walemavu, vijana na wazee, huku dhamira mamlaka hiyo ikiwa ni kuhakikisha kuwa elimu ya manunuzi wa umma inafikia watu wote bila ubaguzi. Mafunzo haya kwa kundi hili la watu wasioona kwa upande wa kanda ya Pwani limetugharimu takriban shilingi milioni 52. Na hii ilikuwa katika kutoa mafunzo pamoja na kuchapisha vifaa hivi saidizi, ikiwemo vitabu vya nukta nundu ambazo ni braille, vyote ambavyo tumegawa kwa washiriki wote waliohudhuria mafunzo haya ambao walikuwa takriban 250. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ni katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam Dr. Toba Nguvila, ambaye amewahimiza walemavu kujisajili rasmi na kuunda vikundi ili kunufaika na fursa hizo, huku akiomba PPRA kuongeza juhudi za usajili wa makundi ya walemavu kwenye mfumo wa NeST, huku akisisitiza kuwa vifaa vilivyotolewa vitasaidia kusambaza elimu walioipata kwa makundi mengine. Kumsaidia kwa vitendo ni pale mnapopewa miradi mizuri na mikubwa hii mkaifanya kwa uadilifu, kwa ubora, na ikaonekane ile value for money. Sio kwa sababu mimi nilikuwa hivi. Hatusingependa vizingizio vyovyote kwamba nimepata mradi nimeshindwa kufanya vizuri kwa sababu moja mbili tatu. Hapana, hiyo haifai. Ni vizuri ninyi mkawa mfano kwa wengine kwa mafunzo mliopewa na wataalamu hapa. Aidha, vifaa saidizi vya mafunzo kwa watu wasioona ni pamoja na redio zenye uwezo wa kutumia memory card na vitabu vya nukta nundu vinavyoelezea kwa kina namna ya kujiunga na mfumo wa NeST na kupata tenda za serikali. Shukrani sana Goodluck Msola na taarifa hiyo ambayo mtazamaji imetayarishwa na mwanahabari wetu Rachel Chacha. Wananchi wa kata ya Kungungu, halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, wanaeleza kushindwa kusafiri na kusafirisha mazao yao kutoka mashambani kutokana na ubovu wa barabara zinazoelekea kwenye mashamba,
hali ambayo inapelekea umaskini kwa kukosa soko la uhakika la mazao katika maeneo hayo. Taarifa Daniel Smelita kutoka Mbeya inaeleza zaidi. Hayo yamesemwa na wananchi wa kata ya Nkungungu wilayani Chunya mkoani Mbeya walipotoa kilio hicho mbele ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Homera baada ya kufika katika kata hiyo kwa lengo la kutatua kero za wananchi. Kero yangu, ningeomba hicho kifusi cha barabara, ningeomba kiishie Lukaria, kata itapendeza. Nkungungu sio inapendeza peke yake, kata ile ni kongwe, tumbaku zote zinatoka Lukaria. Kwanza kabisa ni swala la changamoto ya barabara. Kwa kweli tunashukuru barabara hii inapitika kutoka hapo mjini Lupa mjini kuja Nkungungu, lakini kutoka maeneo ya Nkungungu kwenda vijijini bado kuna changamoto. Hususani ukiangalia wananchi wengi tulio wengi ni wafanyabiashara kutoka mapolini. Kwa tunawaomba barabara zinazounganisha kutoka polini kuja hapa mjini walau zikaeleweka. Tunapenda kufanya biashara mbalimbali, zipo biashara za mazao za nafaka kama mahindi. Tunashindwa kuleta mjini na mjini unategemea kupeleke mazao. Kwa upande wao mbunge wa jimbo la Lupa Masache Njelu Kasaka pamoja na diwani wa kata ya Nkungungu Aden Tajek wamezungumzia juu ya kero hiyo. Mama Samia tapompa kura za kutosha, na mimi pamoja na Mheshimiwa Aden mkitupa kura za kutosha, tutahakikisha kwamba barabara ya kupita Majengo kutunganisha Magunga irudi tena hapa Nkungungu itaweza kupitika vizuri, iwe ya uhakika msimu wote. Mtakapompa kura za kutosha Mama Samia, tutaenda kuhakikisha kwamba barabara inayotoka hapa inapita Mwanzo Mgumu ikatunganisha na Ngwala. Tutamfikishia kilio hiki kwa kuwa mama msikivu, imani yetu ataenda pia kutunganisha na hii barabara ili atunganishe wilaya ya Chunya na wilaya ya Songwe. Shukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan, tulipoingia madarakani 2020 kata ya Nkungungu ilikuwa kisiwani. Kwa maana magari yalikuwa yapitiki na yalikuwa yafikiki. Lakini baada ya kuingia na ndugu yangu Masache Njelu Kasaka, mama Samia akatusapoti, barabara zinapitika muda wote kwa 80%. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Homera ametoa maagizo kwa mamlaka husika ili kuhakikisha changamoto hiyo inatokomea. Tunachohitaji huduma iwe jirani zaidi ili wananchi waweze kupata huduma, wasijisikie upweke chini ya serikali hii ya awamu ya 6. Na nichukue nafasi hii waelekeze TARURA, sajilini barabara zote ambazo zinatoa mazao ya kutosha kutoka mashambani ziingie kwenye TARURA. Baada ya hapo tuanze kuzitengeneza kwa kiwango cha changarawe ili wananchi waweze kusafirisha mazao yao kuyatoa kwenye maeneo pembezoni kuleta maeneo katikati ya mji ili tuweze kupata tija kwa wananchi wetu. Ndugu zangu, mwananchi hana ajenda nyingine bali ajenda yake ni kilimo. Hana ajenda nyingine, ajenda yake ni kulima kwa bidii. Nikushukuru sana Daniel Smelita na taarifa hiyo kutoka mkoani Mbeya. Kuelekea mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa unaotarajiwa kufanyika Mei 29 na 30 mwaka huu jijini Dodoma, imeelezwa kwamba miongoni mwa ajenda za mkutano huo ni pamoja na marekebisho madogo ya katiba ya chama hicho. Mwandishi wetu Upendo Mangala kutoka Dodoma anayo taarifa zaidi. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM CPA Amos Makala amesema hayo hii leo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema kuwa wajumbe zaidi ya 2000 watahudhuria mkutano huo. Ajenda ya pili itakuwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 kuelekea 2030. Kwa hiyo tutazindua hapa ilani yetu, mambo muhimu ambayo Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi, na hicho ndio kitendea kazi. Sanjari na hilo, CPA Makala mbainisha kuwa kutakuwa na tukio la uwekaji wa jiwe la msingi katika ujenzi wa makao makuu ya jengo hilo ambao utafanyika mnamo Mei 28 mwaka huu jijini humo. La jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Tukio hilo litafanyika tarehe 28
siku hiyo ambayo kutakuwa na halmashauri kuu ya taifa. Hili sikulisema nilipoongea nanyi waandishi wa habari mara ya kwanza, haikuwa sehemu ya ajenda zile nilizozitaja, lakini hili tukio la uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa makao makuu ya Chama cha Mapinduzi itafanyika tarehe 28 saa 3 asubuhi. Tunajenga jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi pembeni mwa jengo hili. Upande wa pili utaona kuna mabati na eneo kubwa, hapo ndio kutakuwa na makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Hata hivyo, katibu huyo wa itikadi na uenezi na mafunzo CPA Amos Makalla amesema maandalizi ya mkutano huo yamekamilika kwa asilimia kubwa. Asante sana Pendo Mangala na taarifa hiyo kutoka Dodoma. Hii ni TVE, mtazamaji unaangalia TVE habari. Asante sana kwa kuendelea kuchagua kuwa nasi, na bado tunaziangalia habari za kitaifa. Tuungane na mwanahabari wetu Nancy Ibrahim ambaye anaeleza kwamba katika kuunga mkono juhudi za serikali za kulinda mazingira na kuhakikisha jiji la Dar es Salaam linabaki katika hali ya usafi na salama kiafya, wadau mbalimbali wa maendeleo wamejitokeza kushiriki zoezi la usafi wa mazingira katika ufukwe wa Kawe maarufu kama Kawe Beach. Tupate undani wa taarifa hiyo. Zoezi hilo limeongozwa na Benki ya Absa Tanzania kwa kushirikiana na viongozi wa serikali na mashirika kijamii, likilenga sio tu kusafisha fukwe bali pia kuhamasisha vijana juu ya umuhimu wa kutunza mazingira baharini na maeneo ya pwani. Akizungumza wakati wa tukio hilo, afisa mkuu mwendeshaji wa Benki ya Absa Tanzania, Oscar Mwamfwagas, amesema Absa imejipanga kimkakati kusaidia na kulinda mazingira kupitia miradi endelevu inayogusa jamii moja kwa moja. Absa ni muumini mkubwa wa mpango mzima wa ESG. ESG ni mpango unaoangalia mazingira, lakini pia unaangalia jamii, lakini pia na utawala bora, ikiwa na maana ya environmental, social and governance. Na kama Absa ni kweli tumewekeza, tupo kwa ajili ya kutafuta faida, lakini sio faida tu. Katika malengo yetu faida ni mojawapo, lakini jamii inayotuzunguka pia ni mojawapo, lakini pia na sayari yetu, ili kwamba chochote tunachokifanya kiweze kuwa endelevu. Kwa upande wake, mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa mkoa wa Dar es Salaam kupitia umoja wa kazi UWT, Zainabu Athumani, amesema rasilimali muhimu inayotegemewa na jamii kwa shughuli mbalimbali, hivyo ni lazima kulinda fukwe zake kwa ajili ya maendeleo endelevu ya kijamii, kiuchumi na kiikolojia. Huku mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kawe Mzimuni, Raia Nasoro, ametoa rai kwa wakazi wa maeneo ya pwani kutobeba jukumu hili kwa mazoea bali kulichukulia kama sehemu ya maisha yao ya kila siku. Hamna kiwango cha pesa kinaweza kikamlipa mtu kufanya kazi kama hii. Mtu ameamka leo ni siku yake ya Ijumaa, ana mambo mengi, ana majukumu mengi, lakini ameamka akawafikiria nyinyi, akaja kwa wananchi kuja kutusaidia. Kwa tunawapongeza sana, lakini sio tu kuwapongeza wao, bali naomba kutoa wito kwa wenzetu wengine ambao wapo wanatusikiliza au wanatutazama, waje wasaidie katika juhudi za kujenga nchi. Kwanza ni washukuru, mitaa iko mingi, lakini wameona waje Mzimuni, kwa sababu tuna neno letu tunasema mtaa wa Mzimuni Uswazi ya kishua, kwa sababu hauwezi kuwa na ushua kama eneo ni chafu. Kwa hiyo mimi ni washukuru sana, na pia tutaendelea kushikamana nao. Milango ya mtaa wangu iko wazi kwa lolote, muda wowote watakapokuwa wana changamoto yoyote, tupo tayari kushirikiana nao wageni wetu. Zoezi hilo la usafi limeacha ujumbe mzito kwa jamii kwamba usafi wa mazingira sio wajibu wa mtu mmoja au taasisi moja, bali ni jukumu la pamoja kwa ustawi wa taifa. Asante sana Nancy Ibrahim na taarifa hiyo na masuala ya usafi katika jiji la Dar es Salaam. Viongozi wa mashirika na taasisi za umma wametakiwa kuzingatia weledi, maadili na haki katika kutimiza wajibu wao wa utendaji wa kila siku ili kuleta matokeo chanya yanayoonekana kwa taasisi wanazoziongoza. Tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msola ambaye anaeleza zaidi. Kauli hiyo imetolewa na Katibu Tawala Mkoa wa Dar es Salaam Dr. Toba Nguvila wakati hafla ya kufunga mafunzo ya muda mfupi kwa wenyeviti wa bodi za wakurugenzi na kamati za bodi katika taasisi za umma, ambapo ameagiza mafunzo yaliyotolewa yawe ni ya fursa mpya
na matokeo chanya na kuleta mabadiliko zaidi na msisitizo juu ya uwajibikaji unaozingatia maadili. Ndeni mkatumie utaalamu na ujuzi mliopata hapa kwa ajili ya kusimamia kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu ili kuleta matunda chanya katika taasisi zetu. Mheshimiwa Rais asijute kukuteua wewe kuwa mwenyekiti wa bodi. Mheshimiwa Rais apate amani na furaha na tabasamu kuona kweli alimteua mwenyekiti wa bodi ambaye anajitambua, anajielewa na ana weledi mzuri. Na bila shaka mafunzo haya yamewakumbusha mambo mengi. Nendeni mkafanye kazi vizuri. Upande wake katibu msaidizi ofisi ya Rais Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma kanda ya Kaskazini, ambaye pia ni mratibu wa mafunzo hayo, Gerard Mwaitebere, amesema lengo ni kuwajengea uwezo wa wajibikaji wenye ufanisi, haki na maadili, huku katibu mtendaji mkuu wa tume ya utumishi wa umma mstaafu na mwezeshaji Matthew Kirama ameomba viongozi na watumishi wa umma kuchangamkia fursa hiyo ya mafunzo kikamilifu. Kwa mafunzo haya tumeona tuanze kwanza na viongozi wakubwa, kwa sababu wanasema tone of the top. Mafunzo yanaanzia kwa wale wa juu, ngazi za juu. Kwa hiyo tumeanza na viongozi, wenye vitu wa bodi, wakuu wa taasisi, wakurugenzi wakuu, makatibu tawala, wakurugenzi wa halmashauri, lakini na viongozi wa afya kwa kipindi cha mwezi huu wa mwaka wa fedha mpaka Juni. Kwa hiyo tuna vituo vingi kwa maana kiongozi anachagua pale anapotaka. Na tumeweka vituo vingi sababu tutaka kuweka viongozi idadi kubwa. Kupitia programu hii yako manufaa mengi ambayo yatapatikana, na tukuhakikishie kwamba taasisi hizi mbili kwa maana ofisi ya Rais, Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma na chuo cha uhasibu Arusha wamejipanga kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanaendeshwa kwa umahiri mkubwa, lakini pia yanaleta tija na ufanisi ambao umekusudiwa. Aidha, akizungumza kwa niaba walioshiriki, Dr. Janet Lakashingo amesema mafunzo hayo yameyapata katika muda mwafaka. Ndugu mgeni rasmi, tunaishukuru ofisi ya Rais, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma pamoja na chuo cha Arusha kwa kuona umuhimu, chuo cha uhasibu Arusha kwa kuona umuhimu wa kutengeneza mafunzo haya, hasa wakati huu ambao kuna mabadiliko mengi sana duniani kwenye teknolojia, ambayo pia kisiasa kuna mabadiliko mengi na sisi tumejifunza mengi. Ndugu mgeni rasmi, tumeguswa na mijadala kuhusu uongozi na maadili, usimamizi wa migongano ya maslahi na umuhimu wa kusimamia mapambano dhidi ya rushwa kwa umakini mkubwa. Mafunzo haya si tu yameongeza uelewa wetu, bali yamewasha moto wa kuwajibika kwa uweledi na kwa maadili. Shukran sana mtazamaji, ni taarifa ya mwanahabari wetu Goodluck Msola. Tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania TACAIDS imesema kwamba hatua ya Marekani kusitisha misaada kwa ajili ya mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU haijaathiri jitihada za ndani za kukabiliana na ugonjwa huo. Tuungane na Nasi Ibrahim kwa taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa leo jijini Dar es Salaam na kaimu mkurugenzi wa TACAIDS Dr. Catherine Joachim wakati akifungua kongamano la 3 la vijana kuhusu fursa za kidigitali na akili mnemba, ambao kongamano hilo limewakutanisha wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali nchini. Dr. Joachim amesema serikali ya Tanzania inaendelea kusambaza dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi ARV na wananchi wanaendelea kupata huduma hiyo bila shida. Ameongeza kuwa elimu kuhusu kujikinga na maambukizi ya VVU inaendelea kutolewa katika ngazi mbalimbali za jamii. Kwa mujibu wa takwimu za utafiti wa mwaka 2022-2023, Dr. Joachim amesema maambukizi mapya yamepungua, ingawa takriban watu 60,000 huambukizwa kila mwaka na watu 18,000 hupoteza maisha kutokana na ukimwi. Kwa nini vijana hawa wanapata maambukizi? Vipi ni vichocheo ambavyo vinawapelekea vijana hawa kupata maambukizi na ukimwi? Vichocheo viko katika maeneo mbalimbali kwa vijana. Tumeona kwamba vijana hawa wanapata maambukizi kubwa wanaanza ngono mapema. Lakini pia vile vile tumeona vijana wengi wanajihusisha na ulevi. Lakini pia wengine wako wana tumia madawa ya kulevya. Lakini kingine ambacho tumeliona katika kundi hili
ni kutokuwa na elimu sahihi kuhusiana na masuala mazima ya VVU na UKIMWI. Lakini pia tumeona kichocheo kingine ni kutotumia kinga zilizopo, lakini pia vijana hawa kutokuwa na elimu kuhusiana na nyenzo za kinga ambazo zinapatikana. Ametumia fursa kongamano hilo kuwasihi vijana kuacha kufanya ngono zembe ili kulinda afya zao na kujiepusha na maambukizi. Kwa upande wake, Ibrahim Abdallah kutoka Mamlaka Usafiri wa Anga Tanzania TCAA, ambaye ni mkaguzi wa ndege nyuki drones, amesema ushiriki wao katika kongamano hilo ni kwa ajili ya kuwawezesha vijana kujua fursa zilizopo kwenye teknolojia ya ndege nyuki. Lengo kubwa la Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA kuja kuungana na vijana siku ya leo ya Jumamosi kwenye kongamano hili la vijana na fursa za kidijitali na artificial intelligence. Kwanza moja ni kuwapa support vijana, lakini pia kuwaonyesha ni fursa gani ambazo zinapatikana katika sekta zima ya usafiri wa anga, hususan kwenye masuala ya drones au ndege nyuki. Kwa hiyo kama Mamlaka ya Usafiri wa Anga tumejitolea kuja kuungana na vijana ili kuwapa hizi elimu, lakini pia kuwafahamisha ni taratibu gani za kisheria wanatakiwa wazifuate pale mtu anapoamua kuingia kwenye masuala mazima ya teknolojia, kwenye masuala mazima ya usafiri wa anga, ikiwemo masuala ya drones. Asante sana Nancy Ibrahim na taarifa hiyo. Kwingineko, mtazamaji, muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU umemchagua mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu kuwa sehemu ya jopo la makamu mwenyekiti wa umoja huo. Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Manunuzi hayo yamefikiwa kupitia mkutano wa muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani ambapo umehitimisha mfululizo wa mikutano yake jijini Brussels, Ubelgiji, kufanya uchaguzi wa safu mpya ya uongozi. Katika mkutano huo, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa DUA Kanda Afrika Mashariki Deogratus Munishi. Katika mkutano huo, wajumbe walimchagua waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada Stephen J. Harper kuendelea kuwa mwenyekiti kwa miaka 3 ijayo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa vyombo vya habari, imeeleza rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia ya Tanzania licha mazingira hatarishi, ikiwemo jaribio la kutolewa uhai kama ilivyoelezwa kwenye mkutano mkuu huo, ndio iliyowapa imani wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kumchagua Tundu Lissu katika wadhifa huo. Zaidi, wajumbe mkutano mkuu wa IDU walitanabaisha kuwa kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia, haki na uhuru wa kweli, Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU, hasa katika kumulika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudolola kwa demokrasia na kuibuka kwa tawala za kiimla, hususani bara la Afrika. Asante Goodluck Msola na taarifa hiyo. Tuelekee tena jijini Dodoma ambako mkuu wa mkoa huo Rosemary Senyamule amesema kuwa mkoa huo unatarajiwa kukutana na mabalozi kutoka nchi mbalimbali ambazo balozi zao zipo nchini, pamoja na mabalozi wa Tanzania wanaofanya kazi balozi za nje ya nchi ili kuwaeleza fursa zilizopo. Kutoka Dodoma, Joseph Nikaponya ameandaa taarifa hiyo. Senyamule amesema haya jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake. Tukio la kuwakutanisha mabalozi hao linatarajiwa kufanyika Mei 27 mwaka huu, ambapo mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule anaeleza baadhi ya fursa za kuwavutia mabalozi hao ni pamoja na upatikanaji wa huduma bora za elimu, afya na miundombinu rahisi ya usafiri iliyopo na inayoendelea kutekelezwa, mathalani ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato. Tumeandaa siku hii kwa ajili ya kuwaleta mabalozi hao kwa madhumuni makubwa manne. Dhumuni la kwanza ni kuwaeleza waheshimiwa mabalozi mambo yaliyoko katika mkoa wa Dodoma, na kuwa Dodoma tuna huduma zote ambazo wakiishi hapa ni afya, ni elimu, ni miundombinu, ni maji, ni umeme na vitu vingine ambavyo vingemfanya mtu afurahie kukaa mahali. Tunataka tuwaonyeshe kuwa Dodoma tayari huduma hizo zipo na tunatamani waje sasa Dodoma.
Pia Senyamule anaeleza mfululizo wa matukio yatakayofanyika mkoani hapa ndani ya siku 10 ambayo yanatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa taifa hili. Lakini tarehe 28 tunategemea kuwa na ugeni mkubwa na Chama cha Mapinduzi, ambapo Mheshimiwa Rais au mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa atakuwa anaweka jiwe la msingi katika eneo ambalo wanataka kujenga makao makuu ya chama. Lakini tarehe 29 na tarehe 30 kutakuwa pia na mkutano mkubwa wa Chama cha Mapinduzi ambao utafanyika katika mkoa wetu wa Dodoma, na tunafahamu hapa ndio makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa mikutano hiyo imekuwa ikifanyika na kila inapokuja tunaichukulia kwa uzito wake tofauti. Lakini vile vile tarehe kuanzia tarehe 31 kutakuwa na maadhimisho ya wiki ya mazingira ambayo itaenda kwa muda wa siku 6 mfululizo, na Mheshimiwa Makamu wa Rais Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango atazindua tarehe 31, na tarehe 5 mwezi wa 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atafunga maadhimisho hayo ya wiki ya mazingira. Lakini katika mtiririko huo tarehe 3 mwezi wa 6 sisi mkoa wa Dodoma tunasema tunataka tuonyeshe mkoa na dunia mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais wetu ameyafanya kwa mkoa wa Dodoma kwa ngazi ya kata, kwa sababu hakuna kata ambayo haijapata maendeleo katika kipindi hiki. Kwa hiyo tutakuwa na siku inaitwa Samia Day tarehe 3 mwezi wa 6. Mnamo mwaka 2017 aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli alitangaza kuwa Dodoma ndiyo makao makuu ya nchi. Pia alitoa fursa mbalimbali na kuwapatia viwanja mabalozi hao ili wajenge ofisi za balozi zao. Baada ya kusuasua uendelezaji wa maeneo hayo, sasa wataonyeshwa fursa zilizopo ili waweze kuwekeza. Nikushukuru sana Joseph Nikaponya na taarifa hiyo kutoka jijini Dodoma. Na hatimaye tuelekee huko mkoani Mwanza ambako almasi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.7 inaelezwa kukamatwa ikisafirishwa kinyume na utaratibu katika uwanja wa ndege wa jiji la Mwanza. Emmanuel Meshak anayo taarifa zaidi. Akitoa taarifa hiyo mbele ya waandishi wa habari, waziri wa madini Anthony Mavunde katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza amesema madini hayo yamekamatwa Mei 18 mwaka huu, yakisafirishwa na raia wa kigeni yakiwa kwenye mabegi 4. Ndugu wanahabari, katika tukio hilo almasi ghafi yenye uzito wa karati 2729.82 yenye thamani ya dola za Kimarekani 635,887 na senti 66 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 1,715,434,129.67 yaligunduliwa akiwa yamefichwa kwenye mabegi 4 na raia mwenye asili ya India kwa lengo ya kuyasafirisha bila vibali halali wala kufuata taratibu za kisheria. Wizara imesikitishwa na kuchukizwa na jaribio hilo la utoshaji wa rasilimali za taifa na inalaani vikali vitendo vya aina hiyo, na ikumbuke kuwa utoshaji wa madini ni kosa la jinai linalokosesha nchi mapato na kudhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa ujumla. Hivyo naomba nitumie fursa hii kujulisha umma wa Tanzania kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini waliohusika na mtandao huu na kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Aidha, waziri Mavunde amesema kuwa serikali imesikitishwa na kitendo hicho cha utoroshaji wa madini hayo na inalaani vikali vitendo vya namna hiyo. Niwahakikishie kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wote watakaobainika kuhusika katika utoroshaji wa madini, ikiwa ni pamoja na kuyataifisha madini hayo na kufuta leseni za kujishughulisha na shughuli za madini hapa nchini. Niwahakikishie kuwa serikali haijalala na inaendelea kufanya operation usiku na mchana kubaini matukio mbalimbali ya aina hii. Nitoe rai kwa wachimbaji na wafanyabiashara wote nchini Tanzania kujiepusha na vitendo vya utoroshaji wa madini ili kuepuka hasara kwenye biashara zao, lakini vile vile kuisaidia nchi yetu kuweza kupata mapato. Ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa ni watu kukosa uzalendo, kwa sababu madini haya yakipita katika mfumo rasmi, nchi yetu inapata tozo, kodi na ushuru mbalimbali ambao ndio unakwenda kujenga barabara, unakwenda kujenga hospitali, unakwenda kujenga madarasa
na kuleta maendeleo kwa ajili ya Watanzania. Sambamba na hayo, Mavunde amesema kwa mwaka wa fedha 2015-2016 serikali ilikusanya shilingi bilioni 162 kutokana na biashara ya madini, lakini kutokana na udhibiti mkubwa wa utoroshwaji wa madini kwa mwaka wa fedha 2024-2025 serikali imekusanya shilingi bilioni 925, huku lengo ikiwa ni kufikisha trilioni 1. Na taarifa hiyo kutoka jijini Mwanza ambayo mtazamaji inahitimisha TVE habari za kitaifa, habari za nyumbani. Mimi ni Scholastica Mazula, punde tutakuletea habari za kimataifa. Nikusihi ubaki nasi hapa TVE, usiondoke. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wakati wakiendelea na juhudi za kumaliza vita, Urusi yashambulia mji mkuu wa Ukraine.